Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebaba. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Saad Mkuya Salim, kwa niaba ya Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ametoa wito kwa wataalamu na wadau wa sekta za bima na fedha nchini kuweka mkakati madhubuti wa kukabiliana na changamoto za uhalifu, ubadhirifu na udanganyifu unaofanywa na baadhi ya makampuni na mashirika ya watu binafsi wanaojihusisha na utoaji wa huduma za bima, ambapo amesema vitendo hivyo ikiwemo kugushi nyaraka vimekuwa vikidumaza uchumi wa wananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Dr. Saad ametoa wito huo wakati akifungua mkutano mkuu wa kimataifa wa mwaka wa Jumuiya ya Wataalamu wa Uchunguzi na Udanganyifu katika masuala ya bima duniani ulioambatana na uzinduzi wa tawi la jumuiya hiyo kwa Tanzania na Baraza la Afrika. Tunaambiwa kwamba udanganyifu katika bima sio tu kosa la jinai, lakini vile vile ni kosa la ubadhirifu, kosa la uhujumu uchumi, lakini vile vile linakuwa ni kikwazo katika maendeleo. Unaporomosha imani ya wananchi katika mfumo, unaongeza gharama za huduma kwa wateja kwa kweli, lakini unaathiri uendelevu wa kampuni za bima ambazo zinafanya kazi kwa uadilifu. Katika nchi yetu tumeshuhudia vile vile ongezeko la visa vya madai hewa na matumizi ya nyaraka bandia, na hili hatuwezi kulivumilia. Kwa hiyo ni jinai, lakini vile vile ni kosa la uhujumu uchumi. Kwa hiyo tunapokutana leo, ninaamini kwamba tutakuwa na suluhisho ambalo litakwenda kuaddress changamoto hizi ambazo zimekuwa zikitokea. Lakini vile vile kama ambavyo tumesikia, kuna madai ambayo sio ya kweli yamekuwa yakiwasilishwa. Kwanza, uwasilishaji wa madai ya uongo au ya kupangwa, lakini vile vile kunakuwa na changamoto ya kuficha taarifa muhimu wakati wa kuomba bima, lakini kunakuwa na ushirikiano ambao sio sahihi kati ya wateja na watumishi wa kampuni za bima au hospitali. Baadhi yao tumeambiwa, tunaona namna gani mara nyingine baadhi ya taasisi ama mashirika yetu ambayo yanatoa huduma za afya, wakati tunapokwenda kupata matibabu kwa kutumia bima, taandikiwa dawa ambazo hazihusiani na sio lazima, lakini mara nyingi tunapewa vipimo ambavyo sio lazima kutokana na changamoto ya ugonjwa ambayo unayokwenda nayo. Na hii yote ni kwa sababu wanataka ku exaggerate yale madai wapate fedha katika utaratibu huo. Lakini vile vile kumekuwa na matumizi ya nyaraka bandia, kumekuwa na udanganyifu wa ndani unaofanywa na baadhi ya wafanyakazi wenyewe wa kampuni za bima, lakini vile vile kumekuwa na udanganyifu kwenye nyaraka za vyombo vya usalama. Kwa hiyo ndugu washiriki, serikali imekuwa na dhamira ya kweli kupambana na udanganyifu wa aina yoyote, na pamoja na mambo mengine, leo tunatangaza kuwa tunaanzisha mkakati maalum kitaifa wa kudhibiti udanganyifu wa bima. Kupitia Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania, tumeanza kuchukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa kama YASH. Ushirikiano huu unalenga kwanza kuimarisha mifumo ya kiteknolojia ya ufuatiliaji na uthibitishaji wa madai ya bima, lakini vile vile kushirikiana kwa karibu na vyombo vyetu vyote vya usalama, Mamlaka ya Usimamizi wa Bima, TRA, LATRA, mahakama, TIO, pamoja na vituo vya afya na vyombo vya kimataifa. Lakini vile vile tunalenga kuweka kanuni kali dhidi ya kampuni ya watu binafsi ambao wanajishughulisha na udanganyifu. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri, kwenye hili tunalenga katika kuanzisha mahakama au kitengo maalum cha kushughulikia kesi za udanganyifu wa bima kwa haraka na kwa uelevi zaidi. Kwa sababu changamoto hii ni changamoto ya kiuchumi, tunataka yale madai yawe yanakwenda haraka ili tuone namna gani tunaweza tukaaddress changamoto hii kwa muda mfupi zaidi. Lakini vile vile tunalenga kuelimisha wananchi kuhusu haki na wajibu wao katika matumizi ya huduma za bima. Kamishna wa TIRA nchini Dr. Bahayo Sakwa
ametumia jukwaa hilo kufafanua hatua zinazochukuliwa na serikali na wadau katika kukabiliana na hali hiyo, huku Rais wa IACIU Tanzania akieleza majukumu na malengo ya jumuiya hiyo katika kukuza uwazi, uweledi na uwajibikaji katika sekta ya bima barani Afrika. Mjumuiko huu unaashiria kwamba sekta ya bima haitakubali kushindwa na wahalifu. Tutashirikiana kwa namna yoyote kuangalia njia bora za kuondoa uhalifu kwenye sekta ya bima. Mheshimiwa mgeni rasmi, uhalifu katika uchumi ni jambo lililokuwepo muda mrefu. Wahalifu wanabadilika kutegemeana na ukuaji wa uchumi, ukuaji wa teknolojia, na sisi wasimamizi wa sekta pamoja na wadau wetu tunatakiwa kwenda mbali zaidi na kuwadhibiti. Na napenda tu nikuhakikishie kikao hichi kitakuja na usuluhishi wa namna bora ya kuwadhibiti wahalifu. Mamlaka ya usimamizi wa bima ili kupambana na udanganyifu imeunda kitengo cha uchunguzi wa udanganyifu, Insurance Fraud Unit. Kitengo hiki kitakuwa kinafanya kazi ya kufuatilia, kuchunguza madai ya udanganyifu na hatimaye kuwatia hatiani wahalifu kwa kushirikiana na law enforcers wengine. Tunawashukuru sana Jeshi la Polisi, ofisi ya DPP na ofisi ya PCCB na wachunguzi wengine ambao wanatusaidia, hata eneo la zimamoto nao wanatusaidia katika kuchunguza uhalifu kwenye bima za majengo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kuweka mikakati na miongozo mbalimbali ya kuhakikisha watoa huduma wetu wanakuwa na uwezo wa kifedha, lakini wanakuwa na uwezo wa wataalamu kufanya uchunguzi kwenye kampuni zao. Tutaendelea kutoa mwongozo huo, na huu ndo mwanzo mzuri. Katika semina hii tutatoa resolution kadhaa namna ambavyo makampuni yenyewe yanaweza kudhibiti uhalifu kabla ya kwenda mbele zaidi, na tukiwa na first line of defense ikiwa kampuni, itasaidia sana kupunguza uhalifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema, tunashirikiana vizuri na taasisi zetu za usalama kwa maana ya Jeshi la Polisi, PCCB, DPP office, na tunashirikiana vizuri kwa Jeshi la Polisi Tanzania bara na visiwani, na wanaendelea kutusaidia na kubaini wahalifu. Naomba nichukue fursa hii kuwapongeza sana Jeshi la Polisi na asanteni sana kwa msaada wenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaendelea kutoa elimu ya bima pamoja na njia au mbinu zinazotumika na wahalifu katika kufanya ubadhirifu kwenye bima. Lakini niwakumbushe tu kwamba wahalifu wanaendelea kujibadilisha kila wakati, kwa sababu huku kuna rupia. Popote kwenye pesa, wahalifu wanatafuta namna ya kutupiga. Lakini sisi tujitahidi kuhakikisha kwamba hatuumizi uchumi wetu. Ieleweke Mheshimiwa mgeni rasmi, sekta ya bima inakusanya fedha ndogo ndogo kutoka kwa wananchi, na ni fedha za nchi yetu, ni national saving. Kwa hiyo tuna haki ya kuzilinda na kuhakikisha kwamba zinatumika pale ambapo inatakiwa kutumika, kutoa kinga na kulipa fidia kwa majanga ambayo si ya kupanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunatarajia kujifunza zaidi kupitia uzoefu wa wengine kwa kubadilishana mawazo kuhusu mbinu bora za kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo nimezitaja. Ndugu mgeni rasmi, IASH Tanzania Chapter ilikuwa sehemu ya mtandao wa kimataifa wa wataalamu wa uchunguzi wa udanganyifu wa bima, inalenga kutimiza malengo makuu yafuatayo. Lengo la kwanza ni kukuza ufanisi katika kugundua, kuchunguza na kuzuia udanganyifu wa bima. Pili, kwa kupitia mbinu bora za kisasa.
Lengo la pili ni kujenga uwezo wa kitaaluma kwa wanachama wake, pia kupitia mafunzo endelevu, semina na warsha za kitaifa na kimataifa kwa wadau mbalimbali wa bima. Lengo la tatu ni kuhamasisha maadili ya juu ya taaluma, uadilifu na uwajibikaji katika uchunguzi wa udanganyifu wa bima. Lengo la nne ni kuwezesha ushirikiano kati ya mashirika ya bima, vyombo vya dola, mamlaka za udhibiti na sekta ya sheria ili kuimarisha utendaji wa pamoja. Kuweka jukwaa la kubadilishana maarifa, uzoefu na taarifa muhimu zinazosaidia kudhibiti na kuzuia vitendo vya uhalifu ndani ya sekta ya bima. Tunakaribisha wote kushirikiana nasi katika kujenga mazingira ya bima yenye haki, uwazi yanayolinda mlaji wa mwisho. Udanganyifu usionekana kwamba labda unafanywa na wale wanaokata bima. Yapo mashirika pia ya bima ambao na yenyewe yanafanya udanganyifu. Wanaenda with a smile kuwashawishi watu wakate bima. Inapofika muda wa kulipa wanakuwa wagumu, hawataki kulipa kile kinachostahili. Kwa hiyo msumeno huu wa investigation pia uende pande zote ili na wananchi na wenyewe wawe comfortable kwamba haki inatendeka. Lakini ito pia iende mpaka kwenye level za mihimili mingine, kwa sababu hii elimu akipata kila mmoja itasaidia sana katika kukuza sekta hii. Niliwaeleza jana, kuna tume ya kurekebisha sheria. Kwa hiyo zile sheria zenye ukakasi ambazo ni kikwazo kwenye utekelezaji wa udhibiti wa uhalifu, mimi kama naibu waziri kwa niaba ya waziri wangu, na bahati nzuri nimemuomba waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa Dr. Ndumbaro kuja kuwa mgeni kwenye ufungaji, ninaweza nikajitolea pia kwa balozi, sio wa bima lakini wa kupeleka kule kwenye tume ya kurekebisha sheria ili chukuliwe mapema. Na mimi ningeomba moja ya maazimio kama litakuwepo hilo, basi aandikiwe waziri wa katiba na sheria ili alishushe kule kama maelekezo kama ni jambo linalohitaji immediate attention. Baada ya mlolongo wa kawaida ule ili utafiti wao na wakati mwingine unachukua muda mrefu na unaweza kuwa very demanding. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.